Usikawie kuleta malimbuko ya matunda yako na vinywaji vyako. Mzaliwa wa kwanza katika wanao waume utanipa mimi. Nawe utafanya vivyo katika ng'ombe zako na kondoo zako. Utamwacha siku 7 pamoja na mama yake. Siku ya 8 utanipa mimi. Usikawie kuleta malimbuko ya matunda yako na vinywaji vyako. Mzaliwa wa kwanza katika wanao waume utanipa mimi. Mzaliwa wako wa kwanza katika waume, huyo utampa nani? Kwa nini apewe Bwana huyo mzaliwa wa kwanza? Mungu ana sababu zake. Hilo ni limbuko la Bwana. Lisipofanyiwa vile Bwana anataka, kuna shida kwa wanaofuata. Kwa hiyo usipompa, manake kuna roho inakuja kumchukua imuendeshe yenyewe. Huyo mzaliwa wa kwanza, awe wa ng'ombe, awe wa mgomba, awe wa kondoo, awe wa mtu, huyo sio mali ya mmiliki, ni mali ya Bwana. Akitokea kwako chungwa la kwanza la Bwana, kondoo wa kwanza wa Bwana, kijana wa kike au wa kiume wa Bwana wa kwanza, lile ni limbuko la Bwana. Luka 2:23, tuangalie hapo. Kama ilivyoandikwa katika sheria ya Bwana, kila mtoto mwanamume aliyekifungua mimba ya mamaye, kila mtoto mwanamume aliyekifungua mimba, ambaye ni mtoto wa Ayuma wa kiume. Yes, huyo wa kiume kifungua mimba wa Ayuma, huyo ni wa Bwana wenye malimbuko. Mnanielewa? Amen. Ujamaliza pale, malizia mstari. Inasema na aitwe mtakatifu kwa Bwana. Huyo mpe jina, yani vile alivyozaliwa au kadri anavyoendelea kuishi, huyo mpe jina ni mtakatifu wa Bwana. Anza kuitwa mtakatifu wa Bwana, jina lake mtakatifu wa Bwana. Kwa nini? Kwa sababu huko tutakapokuwa tunaenda utaanza kulisikia neno wangu, changu, langu. Sasa Mungu huwa anamiliki vitakatifu, na kitakatifu kilichopita kwenye tumbo lako mpe akimiliki, ili hilo tumbo liendelee kupitisha vitakatifu. Tabia ya sadaka na matokeo yake. Haleluya. Amen. Twende Hesabu 3:13. Kwa kuwa hao wazaliwa wa kwanza wote ni wangu. Hey. Haleluya, kanisa la Bwana. Mwenye naye anasema kwa kuwa, awe wa kike, awe wa kiume, awe ng'ombe, awe kuku, liwe chungwa, wazaliwa wote wa kwanza wake. Hesabu 3:13. Kwa kuwa hao wazaliwa wa kwanza wote ni wangu. Hao wazaliwa wa kwanza wote apewe mwenye nao. Yule Yesu ambaye ni Pasaka mwenyewe, inasema ili kama ilivyo sheria, alipotimiza tu ule wakati wakambeba kumpelekea mwenye naye, kwamba huyu hapa. Leo hii ndio sababu ya ulimwengu kukomboka. Mnamfahamu Mwalimu Christopher Mwakasege? Yule alikuwa mtoto wa mchungaji mzee Mwakasege Tukuyu mjini. Limbuko la mzee Mwakasege ni Boniface Mwamposa, mnamfahamu? Limbuko la mzee Mwamposa Mbalizi, Mbeya. Babu yake alikuwa mchungaji wa kanisa la Lutherani Mwakaleli. Aliwaita wajukuu zake wote kawaweka wakfu, na wote ni watumishi wa Mungu. Hawa ni wazee waliojua hili. Katika siku ile niliyowapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, nikajiwekea wakfu wazaliwa wa kwanza wote wa Israeli. Alipopeleka mapigo Misri, ndio siku hiyo hiyo akabadilisha lile kule likawa pigo, huku akawatakasa, huku akawaweka wakfu, huku akawafanya baraka, huku akawafanya wake, huku akawafanya watumishi. Amewafanya kuwa wa kwake. Jizoeze kuwaita hivyo, jizoeze kuwabariki hivyo. Hivyo ndivyo atakavyokuwa. Mtu atakula matunda ya kinywa chake. Anapata ushuhuda mzee ananiambia, mdogo wangu aliyenifuata ni wa kike, kimya hivi,
dada yake Pastor Gesho. Baba anasema alipewa madhabahu. Mchungaji akajisikia, ni rafiki yake babangu, akajisikia huyu binti ngoja nimpe madhabahu, akampatia madhabahu. Baba anasema kanisa zima lipita mbele. Lakini mdada fulani mpole, mkimya, ila saa ile kanisa zima la Kirobozi lilipita mbele. Baba akuniambia ujue alitoa ujumbe gani, lakini kila mtu alisikia hati. Haleluya. Watu haleluya. Amen. Yule mzee Jumatatu asubuhi na mapema akampigia baba simu. Uko mjini au uko kijijini? Anasema niko kijijini. Anasema napo. Nenda kumwomba Bwana, naomba wewe binti mimi nimfungulie tawi. Nazungumza limbuko kwa niaba ya hao wanaofuata. Haleluya. Sisemi hivyo kwa kuwa kwetu mimi ni wa kwanza, na sijisifu kwa sababu hata mdogo wangu anafahamu. Usalama wa kizazi kinachofuata kinategemea limbuko. Ndio tafsiri. Soma Lawi 27:26. Walawi. Ninachotafuta ni ile kifungua mimba. Kifungua mimba. Lawi 27:26 inasema, mzaliwa wa kwanza tu katika wanyama aliyewekwa kuwa mzaliwa wa kwanza kwa Bwana, mtu awaye yote hata mweka kuwa mtakatifu. Kama ni ng'ombe, kama ni kondoo, huyo ni wa Bwana. Hesabu 18:15. Kila kifunguacho tumbo, nilikuwa naitaka hii. Kila kifunguacho tumbo cha mwenye mwili, hapo cha mwenye mwili, hapo kinachozungumzwa hapa, kama baba alikuwa na mtoto tayari tumbo lake limefunguka. Kama mama ana mtoto tayari limeshafunguka. Anayefuata hapo sio limbuko, maana tayari tumbo limeshafunguka. Yaani limbuko ni yule ambaye anafungua. Sasa kama kule tayari tumbo lishafunguka, huku tumbo lishafunguka, wanaofuata limbuko. Kwa mujibu wa Hesabu 18:15, huyo sio kwangu. Lipo kinyume kidogo, lakini najaribu kulifikiria pia. Okay. Kwamba nimeokoka ndani ya familia. Ndio. Nikiwa wa kwanza. Ndio. Hamna yeyote ndani ya familia ambaye aliwahi kumpokea Yesu Kristo. Na kumpokea Yesu ni kuzaliwa mara ya pili katika Kristo. Ndio. Je, kiroho natambulika kama mzaliwa wa kwanza ndani ya familia? Kuna haki ambazo natakiwa nizisimamie au? Yes. Haleluya. Swali lako masihi wa Bwana. Swali lako ni nzuri sana, lakini lipo kiroho zaidi. Hiki nilichokuwa nakifundisha kinazungumzia tumbo la mwili, kila chenye mwili, na ufanikishwaji huu niliokuwa nauzungumza kwenye limbuko unafanyika katika ulimwengu wa mwili na wa roho. Ila kwa sababu ya Ibrahimu ambaye ni baba wa imani zote, katika hilo na wewe ni limbuko. Kama umeokoka peke yako kwenye familia, na wewe ni nani? Limbuko katika roho. Ila somo la leo lilikuwa linazungumza malimbuko ya mwili. Ndio maana nikasema swali lako ni zuri sana, ila lipo kiroho zaidi. Ila kwa sababu nitaka kujua kama na wewe ni limbuko, ili upate haki zako kupitia Ibrahimu. Kwa hiyo hata wewe hapo una haki zako. Ila somo la leo lilikuwa linazungumza ufanikishwaji katika mwili, ila somo lako lilikuwa katika roho. Mtoto yule wa kwanza kabisa. Lakini sasa unakuta mwingine amekamata mimba, imekuwa imetoka. Ile kwa ya kwanza kabisa imetoka. Akashika tena ya pili nayo ikatoka. Akashika hata ya tatu, labda ya 4 ndo akaja kazaliwa mtoto. Hapo wa kwanza ni yupi? Aliyefungua mimba. Yaani hapo wa kwanza ni aliyefungua mimba. Zile zilizokuwa zinatoka hazijafungua. Na ili ujulikane umefungua mimba lazima liwe na jina. Pale hospitalini si wanaandika na jina kwenye kadi. Sasa ile iliyotoka wanaandika kadi. Kwa hiyo mimba iliyofungua tumbo mpaka kaonekana huyu ni mtu, yule aliyezaliwa. Kama mimba zilikuwa zinatoka, hapana mtu hapo.
Kwa hiyo mzaliwa wa kwanza aliyefungua tumbo anaishi, na ndio maana kwa kuwa anaishi tunamchukua tunamleta kwenye nini? Kwenye madhabahu ya Bwana, kwamba Bwana ni wako. Sasa kama mimba zimetoka, sio za Bwana zile, kwa sababu Bwana ana kazi nazo, si ndio wapendwa? Inabidi aje azitumie, ndio maana tunamkabidhi kwamba Bwana uje uwatumie hawa. Sasa ametoka akiwa mimba, atahubiri injili huyu, ataongoza watu huyu baadaye. Kwa hiyo anayefungua mimba ni yule aliyetoka akatolewa akaletwa kwa Lukumbo, kwamba Lukumbo mtamkie huyu. Lukumbo akamweka wakfu, kuna maneno akamtamkia, halafu unarudishwa na wewe, kuna maneno utatamka na wewe utaendelea kumtamkia, kwa kuwa wewe ndio utakuwa naye siku zote. Lukumbo atakuwa na kanisa, wewe utakuwa naye siku zote, kuna maneno utaendelea kumtamkia. Kifungua mimba ni yule anayeishi. Kama mimba zilikuwa zinatoka, hapo hamna mzaliwa wa kwanza. Biblia inasema mtu akifa kumbukumbu lake limesahauliwa. Swali langu ni hivi, katika Ibrahimu na Sara, Ibrahimu alipata mtoto wa kwanza alikuwa Ishmaeli, tukasema kwamba yule hakuwa limbuko. Lakini huyu mtoto wa pili ambaye alionekana kama ni limbuko, Biblia inasema hivi, Bwana akamjia Sara kama alivyonena, Mwanzo 21, na Bwana akamfanyia kama alivyosema. Ina maana huyu alihesabika limbuko kutokana na Sara kuwa na mtoto. Sasa kama kwenye familia mwanamke amekuja pale ameshazaa, lakini yule mwanamume hana mtoto, na inavyotambulika kwamba mtoto anatoka kwenye tumbo la mama sio la baba, yule ameshafungua tumbo akaja akazaa tena na mwanamume yule ambaye ndo wameoana, wako wote wanaishi, je, ni yupi anayetambulika kama limbuko? Ishmaeli alikuwa ni mtoto wa Ibrahimu. Isaka alikuwa mtoto wa Ibrahimu. Aliyetoa ruhusa ya huyu mtoto awe limbuko kwa Bwana alikuwa Sara. Aliyemchomoa mtoto asiwe limbuko alikuwa Sara pia. Alitoa ridhaa kwamba zaa naye. Alipoona binti ashakuwa mjamzito, akaanza kumtusi aliyesababisha lile liwe limbuko la familia. Mungu akamtokea Ibrahimu akamwambia, sikiliza sauti ya mkeo. Kwa lugha nyingine, huyo ndio mwenye ruhusa ya kumfanya awe mzaliwa wa kwanza au kumuondoa kuwa mzaliwa wa kwanza. Huyu asiyeungwana hawezi kurithi mali za muungwana. Kwa hiyo kwa sababu hizo kuu mbili, akatolewa kuwa mzaliwa wa kwanza. Sara ndio alikuwa na mamlaka ya kutengua habari ya mzaliwa wa kwanza, na akatengua, na mbingu zilisema. Ibrahimu alipokuwa anajifanya kidume, mbingu zikaingilia kati. Msikilize Sara. Kwanza nashukuru kwa sababu nimepata nafasi na nimepata neema. Sikuwepo jana. Jana sikuwepo. Lakini leo namshukuru Mungu nimepata neema ya kusikia haya machache, kwa sababu somo hili limenigusa kwa kiasi. Kuna mambo ambayo nataka kufahamu kuhusiana na sadaka mbili hizo za mwisho, upande wa sadaka ya lazima, kuhusiana na fungu la 10 na limbuko. Sasa mimi nalenga kwenye limbuko. Umesema kwenye ishu ya limbuko, tumeona pale kuna mtu aliuliza swali akasema kwenye ishu ya mkulima. Sasa mimi nakuja kwenye ishu ya mfanyakazi. Kwa mfano wewe ni mfanyakazi, ni mwajiriwa, unafanya kazi. Sasa nataka kujua limbuko hapo wewe unafanyaje ili kulitoa hilo limbuko? Wow.